Lakini kikubwa ni kwamba sisi tuko nyumbani. Kama nilivyosema, mechi iliyopita tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo vijana angalau kwa kiasi fulani wamejenga confidence, kwa sababu unajua ni mechi ambayo inafuata pia ni muhimu, kwa sababu Adiaga ndio position nzuri. Kwa hiyo tunategemea kesho kuona mechi moja nzuri, kwa sababu kama nilivyosema, Pamba na timu nzuri na sisi tuko vizuri kwa hivi sasa. Lakini naamini kwamba jinsi ambavyo tulifanya marekebisho au kwa jinsi ambavyo mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa tukapata matokeo mazuri, baadhi ya makosa tumefanya marekebisho na yale mazuri tumeongezea zaidi. Kwa hiyo tunategemea kesho kuona mechi moja nzuri sana. Nadhani nimeshazungumza kwamba ushindi ule mechi iliyopita ulipiga hatua moja mbele na umejengea confidence kubwa kwa vijana wangu na kwa uongozi kwa ujumla kwa benchi la ufundi. Kubwa ni kwamba tumejipanga kwa kwamba mechi hii inayofuata dhidi ya Pamba tunafanya vizuri. Unajua anafanya vizuri tunasogea mbele zaidi. Nadhani timu asilimia kubwa kuna timu ambazo ziko juu ambazo huwezi kuzihesabia kwa sababu tayari tunatoa ubingwa wa ligi, na kuna timu ambazo ziko kati. Sasa timu ambazo ziko kati hazijapishana sana. Unaposhinda mechi moja unasogea juu zaidi. Nadhani hata wakiangalia alama ambayo baada ya kupata mshindi wa Mtibwa, ukipata Mungu akijalia tukapata matokeo mazuri kesho, basi tutakuwa tumesogea juu zaidi. Nadhani tutakutana na timu ambazo za pointi 20 na tutakuwa tumeweza kufuzana. Hilo ndio kubwa, kuhakikisha kwamba tunapata magoli mengi kadri inavyowezekana. Kubwa ni unaposhambulia pia ujilinde pia. Lakini kama ulivyoona mwenyewe mechi iliyopita tulipata goli 2, kwa ruhusu goli 1. Sisi angalau makosa yanaenda kipungua. Lakini bado tuliweza kutengeneza chance. Pengine tungeweza kuondoka hata chini ya goli 4 mechi iliyopita. Lakini tukapata goli 2. Kwa hiyo tunategemea kwamba kuja tuone mechi inayofuata ya kesho itakuwa mchezo wa aina gani. Asante, mimi naitwa Derek Mkombozi. Na tunajiandaa vizuri kwenye mechi ya kesho kwa sababu tumefanya mazoezi mazuri na watu wote wako vizuri. Tunataka tupambane ili kupata matokeo mazuri kesho. Sawa kwa swali lako, lakini mimi huwa mechi zote tunaziandaa kama kawaida. Siwe Simba, iwe Yanga, sijui iwe Pamba kama unavyosema hivyo, lakini inatokana sasa na mchezaji gani ambaye unakwenda kupambana naye. Unakuta timu kubwa kama hizo zina wachezaji ambao wana akili nyingi, quality players, kuzidi wachezaji ambao tutakwenda kupambana nao wakati tunacheza na timu kama Pamba, kama Mtibwa, yani mambo kama hayo. So ndio maana huwa mara nyingi na sisi huwa tunaongeza umakini, kwa sababu unapokutana timu kama hizo hauongezi umakini fulani, basi unaweza kufunga hata goli 10 hapo. Ndio maana wewe mtazamaji unaona kama vile tunapambana sana kwenye hizo mechi kuzidi mechi zingine, lakini sisi kama sisi tunaoga tunajiandaa kwa sababu zote ni pointi ngapi? Ni point. Unajua Mozi ana haki ya kusema hivyo kwa sababu kwenye records ana haki ya kusema hivyo kwa sababu kwenye records kwenye mechi 3 ambazo tumecheza nao msimu jana na msimu huu sisi tumeambulia alama 1 wakati wao wakiambulia alama 6. Kwa hiyo kwenye fact ya kwamba wao wamepata matokeo mazuri kwetu, hiyo inakuwa haina conversation tena. Ni kweli wao wamevuna alama nyingi zaidi yetu, lakini nyakati za mpira huwa zinabadilika. Hata yeye analifahamu hilo, na sio mara ya kwanza nimemwambia kwamba kwa bahati mbaya wamekuja kukutana na Fountain Gate kwenye kipindi ambacho sisi tuna uhitaji zaidi wa alama 3 tofauti na wao. Wamekuja kukutana na timu ambayo ina mabadiliko makubwa kwenye uchezaji, kwenye namna ambavyo tunaziendea hizo mechi na kwa namna ambavyo tuna uhitaji mkubwa wa hizo alama 3. Na kwenye mechi zote ambazo Pamba ametufunga, Pamba alikuwa na safa dhidi yetu. Ni kwamba walicho wanatuzidi wao wanatumia zile nafasi chache ambazo walikuwa wanazitengeneza. Kwa hiyo wanasema ujinga ni wakati wa kwenda, sasa huu ni wakati wa kurudi. Hatuwezi kukubali tena kuwa wajinga, na niwahakikishie watu wa Arusha, mashabiki wa Fountain Gate, kesho tunakwenda kuonyesha namna gani timu yenye uhitaji wa alama 3 inasaka matokeo kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kuhakikisha basi wanasupport vijana ili tuweze kulitimiza hilo lengo. Kila ambacho Moza anakiamini hakiwezi kikatokea kesho. Mechi ni saa 8, kwa hiyo saa 6 mageti yatakuwa wazi. Kiingilio ni shilingi 3,000 na shilingi 5,000 kwa maana ya mzunguko ni shilingi 3,000 na maeneo yote ya VIP ni shilingi 5,000. Kwa hiyo tumeweka kiingilio rafiki ili kila mmoja mwenye nafasi aweze kuja kushuhudia huo mchezo, kwa sababu tunahitaji kupata support ya mashabiki, na ninafahamu kesho ni siku ya kazi, ratiba kidogo huwa zinabana, lakini kwa wale ambao watapata nafasi ya kuja kujumuika na sisi, kwetu sisi tutafurahi na itakuwa ni kama sehemu ya baraka kwenye hizi hatua za kupambania alama 3.